Zainab amekupigia eh? Ehe. Na ndio kitu kinachonichanganya. Yaani kwa nini amenipigia? Au amejua kama umerudi? Nilikutana na cha usiku. Ndio maana. Nahitaji nionane na Zainab. Kaka, Zainab tena? Ndiyo, nahitaji nionane naye. Mbona umesimama nje? Wasiwasi wangu ndio umenifanya nisimame hapa nisubiri, kwa sababu wakati unaondoka ulikuwa hauko sawa. Kipi, kumetokea nini Mpuru? Nimepata taarifa Ibrahim amekutwa amefariki. Ibrahim? Ndiyo, amekutwa amefariki na mwili wake umeharibika sana. Ibrahim amefariki? Kwa sasa naomba mtu yote asijue hili swala. Sidhani kama familia yake taarifa hiyo umeipata. Naomba iwe siri yako. Nahisi umenielewa. Vipi, imekuwaje huko? Sikiza cha usiku. Hivi vitu vinataka wasomi kama sisi. Sasa ndo niambie tunafanyaje, acha mambo mengi. Exactly kabisa. Humu ndani kila kitu kiko sawa. Palipobakia ni wewe tu. Yaani panatakiwa upate kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA. Unavyo. Sasa mambo ende, mimi na namba za NIDA wapi na wapi? Unavyoona kweli naweza nikamiliki namba za NIDA? Wewe kama unazo nisaidie tu bwana. Sasa hapo ndo nagundua kwamba Tanzania sisi kuna muda tunakuwa machisi. Kwa sababu haiwezekani tuelimishwe kwa masuala ya usafi. Haiwezekani tukaelimishwa kwa masuala ya chandarua. Haiwezekani pia tuelimishe watu kuhusu masuala ya kutembea na kuwa na vitambulisho vya NIDA au namba ya NIDA. That is a nonsense. Wewe nisaidie bwana, hizo lawama tutaenda kulaumiana huko mbele ya safari. Hapo sasa ndo nagundua kwamba umuhimu wa watu wasomi kama sisi. Kuna kitu najiuliza. Baba mwizi, mama mbea. Iko kizazi au iko kiumbe kitachozaliwa kitakuwa kitu cha aina gani? Sasa hapa tunaongelea masuala ya watoto, mambo ende. Kama unanisaidia nisaidie tu. Usianze kuongelea masuala ya watoto hapa. Mimi nitakuwa ndio sielewi masuala ya mimba. Muona maneno haya. Sasa. Okay, basi. Sasa tulia. Tuliza mchono. Naam afande. Niko naye hapa. Naam? Sawa. Ndio basi nitamfikishia. Sawa. Nitamwelekeza. Sawa, haina shida. Anasemaje? Afande kisema hivi. Kinachotakiwa ni 1,000,000 kama fidia ili kesi ishe. 1,000,000 Mambwende? Mimi naitoa wapi jamani? Wewe unavyoniona kweli nina 1,000,000? Mwana wangu mwenyewe ndo kama hivyo kakamatwa huko. Hiyo 1,000,000 naitoa wapi? Sasa mimi jamani cha usiku. What do you mean? Naisukana na nini hapo jamani? Yaani naona kama vile dunia yote imeniangukia mimi. Hebu ngoja kwanza. Zainab, unalia nini kwa? Hivi kitu gani ambacho kinafanya mpaka ulie? Kwa umefurahia, si ndio?
Kwa hiyo bado unampenda eh? Na sikuwahi kumchukia hata siku moja, bali vishawishi vyako na subira ndo viliniponza, na hata sababu hicho usiku. Unasemaje wewe? Hivi nitaiweka wapi sura yangu mimi eh? Nitaiweka wapi sura yangu kwenye msiba wa Ibrahim? Watu wanaonitazama watanichukuliaje mimi? Sasa kwa hiyo nataka kufanya nini? Halo Zainab. Cha usiku. Kwa nini hukuniambia toka mwanzo? Kwa nini hukuniambia ukweli? Nitaiweka wapi sura yangu mimi? Nitaiweka wapi sura yangu kwenye msiba wa Ibrahim? Hivi watu na ndugu zake watanichukuliaje cha usiku? Kwa nini unanifanyia hivi? Zainab, Najua ulinificha kwa sababu ya tamaa zako. Lakini kumbuka, kwa haya tuliyoyafanya, kwa hiki tulichokifanya, lazima tuje kulipia kwa tulichomfanyia Ibrahim. Na hata kwa tamaa zako. Kwa hiyo nataka kufanya nini? Lazima niende msibani. Lazima niende. Zainab! Zainab! Ni masikio yangu nimesikia vibaya au kuna kitu hakiko sawa kwenye kichwa changu? Kwamba Ibra amefariki au nini, nimesikia vibaya? mimi mwenyewe si ndo nimepigiwa simu ndo kwanza hapa unaona kabisa. Unaniuliza mimi nitakujibu nini? Sasa kwa jitihada zote tulizofanya zile, nasemaje, hapa lazima nifike kwao nikathibitishe, lakini nalimaliza lako alafu nalifuatilia la bwana Ibrahimu. Twende, mimi ndo mjumbe. Niache! Kaka! Sasa unataka kwenda wapi? Hivi ina maana hata huruma ujionei? Unashindwa hata kukaa kidogo chini ukaitizamia afya yako? Nimeshakwambia Zainabu hana tena nafasi kwenye maisha yako. Mariam mdogo wangu, kaka yako sijawahi kuwa mjinga, mpumbavu hata siku moja. Kaka, at least basi ungesubiri hata shangazi afike. Mariam, shangazi ni sehemu ya maisha yangu. Zainabu ni sehemu ya moyo wangu. Ndani ya moyo wangu. Moyo wangu huwezi kusubiri hata siku moja. Siwezi kusubiri hata siku moja, moyo wangu unalia. Acha niende. Sawa kaka, sawa. Sawa. Basi haina haja ya kukuficha chochote kuhusu mama. Mama. Mariam. Mama amefanya nini? Mama amefanya nini Mariam? Mariam! Mama amefanya nini Mariam? Mama yangu amefanya nini Mariam? Mariam, au mama yangu amekufa Mariam? Mama. Nimeshafika, niko hapa kwenye kijio cha bodaboda nakuja hapo haraka. Sasa sikiliza nikwambie. Naomba usimwambie Ibra chochote kuhusu msiba. Umenielewa wewe? Halo? Halo? We mama. Yaani kuna watoto wengine akili zao zinawatoshaga wenyewe. Na shida gani? Sasa hizi kaka. Salama kwa madhari. Salama. Vipi mbona unazungumza mwenyewe dada yangu? Kaka wewe acha tu, dunia hii na mambo mengi. Ndio maana ambao unaweza kumkuta mtu barabarani anatembea anaongea mwenyewe kama kichaa. Naomba nipeleke hapo mbele hapo. Elfu moja tu sio mbali hapo. Naomba nende msibani tafadhali.
Ibrahim hakuwahi kunikosea kitu chochote. Mimi ndo nimekuwa mkosefu kwake. Nakuomba. Nisikize kwa makini. Mimi ndo mwenye nyumba. Ndo mwenye mamlaka katika hii nyumba. Hakuna kwenda kokote. Hebu rudi ndani. Naomba nini? Rudi ndani. Kwa hili mama yangu, sitoacha lipite, sitoacha lipite kamwe. Lazima walipe, lazima walipe kwa... lazima walipe kwa hili mama yangu, watalipa tu, lazima walipe.